Baba, tunasema asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya siku hii ambayo Bwana umetupatia. Bwana, tunapoketi kusikia neno lako, Mungu Bwana ukamtumie mtumishi wako kubariki maisha yetu. Tunasema asante kwa yote, na ni katika jina la mwanawe Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Haleluya. Nataka leo tujifundishe neno kwa kifupi sana kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, The Acts of Apostles. Mlango ni wa 9, mstari wa 36. Hili najua ni neno mmelisikia limerudiliwa tena, lakini Biblia inasema kwamba the word of God is new every day. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume 9, mstari wa 36 hadi 43, tutajifundisha kuhusu mama mmoja ambaye aliitwa Tabitha. Bwana Yesu asifiwe. Veronica, jina lingine la Tabitha ni nani? Dorcas. Good. Mpigieni Vero makofi. Amen. You are wonderful children. Biblia inasema kwamba in Joppa there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room, and then he got down on his knees and prayed. Turning towards the dead woman, he said, "Tabitha, get up." Dorcas used to make clothes for the poor. Bwana Yesu asifiwe. She would make clothes for the poor, and I want to believe that probably she was a widow, because the Bible has not talked of her family. The Bible has not talked about other people. It has talked about the widows. Tabitha, Biblia inasema kwamba aliishi maisha ya kuwasaidia wajane. Kawaida mama akiondokewa na mume wake ni kama tumaini huwa limeondoka, na wakati mwingi hawa wamama huwa wanaishi maisha magumu sana, kwa sababu a man is the head of a home, na wakati ameondoka yule mama anabaki na responsibility kubwa sana ya kushughulikia watoto na kila kitu. Dorcas alipoona hiyo, ndani yake akaweza kusema anataka kuwa baraka kwa sababu ya wale wajane ambao walikuwa katika mji wa Joppa. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona ule msaada angeweza kufanya. She was good in making clothes. That is what she knew. Hiyo ndio alikuwa nayo. Hiyo ndio kipawa ambacho alikuwa nacho cha kutengeneza. Bwana Yesu apewe sifa. That is what Dorcas knew, kutengeneza manguo. Na that is what she would do for the widows to help them. Na Biblia inasema kwamba wakati ukafika, Dorcas akaugua, na baada ya kuugua akaaga. Bwana Yesu asifiwe. Alipoaga, widows came to where she was lying, holding everything ambayo alikuwa amemtengenezea. Pengine alikuwa ameshonea wale wajane wenyewe manguo, pengine alikuwa ameshonea watoto wao manguo, pengine alikuwa ameshona vitu tofauti. Waliposikia hivyo, wote walienda na vile vitu ambavyo walikuwa wamepewa, wakaanza kulia, wakaanza kuomboleza. Sasa huyu kwa nini amekufa? Nani atatakuwa anatushonea manguo tena? Maisha yetu yatakuwa vipi? They mourned. And then the Bible says that Lydda was a city that was near Joppa. Na huko ndio Peter alikuwa anahubiri. Wakatumana, wakasema endeni mkamwambie Peter akuje mara moja. Peter alipokuja, akapata wajane wamemzunguka mama Tabitha pale. I want to believe Peter was touched. Who is this woman? All these widows coming to mourn her. Praise the name of the Lord. Akawaambia, nyinyi wote tokeni. And the Bible says Peter prayed for her. Alipomuombea, Biblia inasema Tabitha alifungua macho. Peter akamshika kwa mkono wake na akamsaidia akasimama, na akapatiana Tabitha akiwa amefufuka kwa wale watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tabitha aliishi maisha yake. God had given her the skill ya kuweza kushona. Bwana Yesu asifiwe. Na Tabitha hakutumia ile skill for her own benefit. She used that skill to help other women. She used that skill to make sure that no widow woman around her alikuwa nahisi baridi ama alikuwa nakosa nguo ya kuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Tabitha alitumia skill yake kuhakikisha the people around her wali benefit from whatever God had gifted her.
Praise the name of the Lord. Every person around her alikuwa na feel ile warmth ambayo Tabitha alikuwa analeta kwa maisha yao. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati neno lilienda kwamba Dorcas amekufa, Peter was very fast. Kwa sababu nataka niamini hata the 2 disciples that were sent to go and call Peter, lazima wakaenda. Asante mami, Bwana asifiwe. Viki amenikumbusha kwamba kusema kukufa ni vibaya, mtu anasema kupiga dunia teke. Mungu akubariki sana Viki. Sema amen. Wakati Peter alisikia kwamba Dorcas amepiga dunia teke, mara hiyo aliandamana na wale the 2 disciples ambao walikuwa wametumwa. I want to believe that these 2 men ambao walitumwa waende wakamuite Peter, they must have told Peter about this woman who is so different. This woman who has not just died, but her death has cost maisha ya watu wengi sana yakasambaratika. Bwana Yesu apewe sifa. Walipoenda kumuita, nataka niamini kando na kumwambia Peter unahitajika kule Jopa, lazima walimwambia Peter kuna mama. Huyu mama amekuwa akiwasaidia wajane, amekuwa akiwashonea manguo, amekuwa akiwafanyia. Huyu mama amekuwa mpaka Peter akasema hata hii kazi ya Bwana ninaendelea kufanya hapa leader, wacha nikafikishe hata kazi ya Bwana kule Jopa. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati Peter alipoingia, neno la Mungu linatuambia kwamba alipopata umati umemzingira Dorcas, aliwaambia watoke nje. Na hapo akamuombea Dorcas na Dorcas akafufuka na akaweza kumuunganisha pamoja na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuulize leo mpendwa, ni wakati mwingi sisi kama wanadamu huwa tunajiangalia, tunajipima, tunajiona ni kana kwamba hakuna kitu ambacho Mungu ametuaminia, ama pengine unafikiria kile ambacho Mungu amekupatia ni kidogo sana hata kiwezi kikaleta difference. Look at Dorcas, look at Tabitha. The Bible says yeye kazi yake ilikuwa ni ya kushona. If it is today naambia mtu unashona anaona hapana, hii hata si kubwa. Kushona tu peke yake si kitu kubwa, lakini Dorcas used what God had given her to become a blessing to other people. Hallelujah. Dorcas used what God had given her to become a blessing to other people. She blessed the widows around that area. Because of these good deeds ambazo Dorcas alikuwa anafanya, when you help the needy, it is like you're lending unto God. That is what the Bible says. Wakati wa kifo cha Dorcas, Mungu anamtuma Petero na Dorcas anaweza kufufuka. Nataka kuposi challenge kwetu siku ya leo. I don't know what it is in your life that you have done. If today something was to happen to you, if you are to get yourself in a dire need, utamwambia Mungu, ama watu wengine watasema hapana, ili lisimtendekee Mary, hapana, ili lisimtendekee Pastor Dan. Tunataka Mungu amrudishe hai, tunataka ili lifanyike ili aweze kuendelea kukua baraka katika maisha yetu. Hallelujah. Sijui ni nini hicho unaweza ukasimamisha mbele za Mungu, lakini nataka nikuambie hivi, it doesn't matter the size. Nataka niamini nyakati hizo za Dorcas kulikuwa na watu walikuwa wamebarikiwa aina tofauti. There were different people, even doctors. We even see doctors in the Bible then. Lakini katika huo mji wa Jopa palikuwa na huyo mama Dorcas ambaye the thing that she knew was kushona tu. I don't know whether she was using the crochets ama alikuwa anashona na zingine zile mbili zinaitwa mekuha, ama ni nini alikuwa anashona nayo, ama ni cherehani ama ni nini, but she used what she knew to bring glory to the kingdom of God. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nataka nikuchallenge mpendo wa leo. It is not the much you have in your pocket, but let that which God has given unto you, uitumie kumpatia Mungu utukufu. Uitumie kufanya Mungu ainuliwe zaidi na utukufu wake ujulikane. Let me tell you something. The Bible says after Dorcas had resurrected, remember, yes, yake ilikuwa ni kushona tu. Kumbe katika kushona pengine anashona kasweta kanaisha, anaitia mjane mmoja, peleka iende uvae. Pengine anashona kingine, anamwambia chukua hiyo pelekea mtoto avae. Ingine anashona pelekea mjukuu avae. Watu waliposikia amekufa wote wamekimbia huko. Hapana, Dorcas haizi kuwa amekufa. But that very day, the Bible says that the word went round the land. Oh yes. Wakati watu walisikia kwamba Dorcas amepiga teke dunia, asante sana Viki, Mungu akubariki. Wakati watu walisikia kwamba Dorcas amepiga dunia teke, Biblia inasema kwamba many believed God on that day. Very many people, when you read the Bible, it actually says, this became known all over Joppa, and many people believed in the Lord.
Hallelujah. One of the reasons why Jesus himself performed miracles ilikuwa pia ni kuwavutia watu kwa Mungu, because there are some people who will believe just by seeing. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema kwamba hiyo siku the word went over the land of Joppa and many people believed in the Lord. You can imagine if it was in this Ukunda kwamba kuna mama amefufuka nyumba 3. Word itaenda Ukunda, itaenda Gandikani, itaenda Dima, panda hivi iende Likoni, itapanda iende Mombasa, na kila mtu atakuwa anatoka huko akisema mimi nataka nimuone huyo Pastor Dan mwenye nimesikia anafanya nini, anaombea watu wanafufuka, na kuja kuulize what powers are you using, and if you say it's the power of the Lord, many people will believe in it. Praise the name of the living God. Na watu wakaamini na wakampokea Yesu hiyo siku. Wacha nikuambie kile kipawa ambacho Mungu amekupatia, no matter how little it is, if you use it with only one intention to glorify God, I'm telling you, it can turn thousands and thousands of people to the glory of God. Na kama haujajua ni kipi Bwana ambacho amekupatia, naomba Mungu akakufungua macho siku ya leo uweze kujua what is this special that God has put in me. Pengine it could just be by talking to people. Na wewe unatarajia pengine ukuwe kama huyu Dorcas, kazi yako tunaweza ukashona ukafanya mengine. Pengine Mungu amekupatia tu maneno tu mazuri, unaweza ukakaa na watu ukawazungumzia, ukawatia moyo, na ile siku utaondoka ama ile siku utakuwa karibu nao, wanaanza kusema jamani, sasa huyu Mary alienda wapi? Jamani Mungu, kwa nini Mary yuko na shida hii? Kwa sababu vile alitutia moyo. Tunaomba hata wewe umtie moyo kwa sababu ya jambo fulani ambalo analipitia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nataka niwatie moyo usiku wa leo wapendwa. Wacheni tutumie kile Mungu ametupatia ili tukaweza kumtukuza. Na ninataka niamini kwamba wakati Dorcas alifufuka, aliendelea kushonea hao wajane zaidi na zaidi, kwa sababu pia yeye kando na kujua kwamba amekuwa baraka kwao, pia aliona kwa sababu ya tendo langu Mungu amenipa nafasi nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu awabariki, Mungu awatende mema na awasaidie muweze kuishi maisha ya kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina furaha sana kwa sababu ya neno hilo. Ni neno la wakati. Nikiangalia message ambayo ni ujumbe wa Tabitha. Because Tabitha, Biblia inasema ya kwamba vile tumeambiwa, Tabitha alikuwa anatenda mema, na alipokufa ikawa ni kama a great loss in Joppa. It was a great loss kwa sababu hawa mama hawakukuja tu kulia, walibeba masweta, wakabeba vitu ambavyo vilikuwa exhibit ya nani? Ya Dorcas. Kila mtu ako na kitu ambacho unaweza kutumia kubadilisha ulimwengu. Dorcas ambaye ndiye Tabitha alitumia kipawa chake kuimpact life ya wamama wajane na maskini, na ikaleta utukufu kwa Mungu. Sio wakati tu alikuwa hai, hata wakati wa kifo chake. Bwana Yesu asifiwe. Nina imani ya kwamba Mungu ametuongelesha. Mungu atufungue macho, tutembee katika njia za Mungu. Tumtafute Mungu na Mungu atufungue macho, tuone utajiri ambao uko ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo. I believe in our lifetime, in my lifetime, maisha yako, you will become a blessing to bless others. Kama vile Dorcas alikuwa na bidii ya kusaidia watu, ya kutenda mema. Maisha yake hata kifo chake hakuna mtu alimwachilia aende. Mungu alifanya muujiza hata wakati ambapo aliondoka katika ulimwengu. Alikuwa mgonjwa na akafa, lakini watu ambao Dorcas alisaidia walikuja wakalia, wakiwa na mambo ya kuonyesha kazi ya Dorcas. Ni kazi gani ambayo tumemfanyia Mungu? Life is short. Kuna mambo mengi. Maisha ni fupi. Kuna wale watakuja baada yako. The big question is this. Wakati wako ukifika wa kuondoka, utakuwa umefanya nini? Kuna kitu watu wanaweza kuja kuonyesha ya kwamba Mary alifanya hii. Hii ndio kazi ya Mary kutoka juu mpaka chini. Life is short. Maximize that little time that you have. Wakati ule mdogo uko nao, utumie vizuri. Hallelujah. Dorcas labda alikuwa hana influence na aliaffect watu wangapi? The widows, watu wachache. Lakini baadaye the whole community, neighboring towns, watu wengi walimjua Mungu kupitia Dorcas. Uambie Mungu akusaidie ili kwamba kile ameweka ndani yako kisilale. Unajuaje? Labda Mungu alikuumbia mataifa. Labda Mungu alikuwa amekuandaa kwa sababu ya kwenda Europa,
kwa conference. Hallelujah. Labda Mungu alikuwa amekuandaa kwa sababu ya kuenda kuaffect lives za watu, lakini haianzi huko, inaanza hapa. The widows, people who are needy. Bwana Yesu asifiwe. Ni imani ya kwamba Mungu ataenda kutusaidia na tutakuwa baraka na tutaendelea kuwa baraka. Kwa sababu as we become a blessing to few people who are within and who are around us, you will open doors. Milango ya mbali itafunguka kwa jina la Yesu. Amen. Affect people's life. Touch them. Guza mtu. Mwaka usiishe kama hujaguza watu. At least kila mwezi uguze mtu mmoja akukumbuke. Especially watu wanaolia, wanaohitaji haki, wajane walikuwa hapo, maskini walikuwa hapo. Tusiseme ya kwamba watafute kazi, tuwasaidie. Naye Mungu wa mbinguni atakukumbuka. Wakati uko katika shida, utafufuka. Kama ni biashara imekufa, itafufuka kwa jina la Yesu. God bless you, woman of God, mtumishi wa Mungu Nancy Mott, kwa neno hilo ambalo Mungu alikuwa ameweka katika moyo wako. I appreciate that message. Ni neno ambalo ni la baraka. Naombi langu ni kwamba Mungu atanisaidia. Mwambie Mungu akusaidie. Kutenda mema ni neema. Na hiyo neema mwambie Mungu, nipe neema, nipe neema. Haya ni mambo mazuri. Ujumbe huu ni ujumbe wa baraka. Dorcas alirudi uhai ili aendelee na kazi nzuri ambayo alikuwa watu wamefurahikia. Rikabosha kabagando. Mungu wangu nisaidie siku ya leo. Nasema asante kwa ujumbe huu wa baraka ambao umebariki moyo wangu. Umenisaidia Bwana kupitia mtumishi wako kuhusu Dorcas ambaye katika uhai wake alitumia kipawa ambacho ulikuwa umempatia kubariki maisha ya watu wajane, masikini. Na kupitia hiyo wakati alipokufa walilia wakionyesha kazi ya Dorcas. Nawe Mungu ni mwaminifu kwa sababu ulimfufua huyu Dorcas. Tusaidie Bwana. Tumelalia vipawa, tumelalia vitu ambavyo Bwana umetupatia ili tuwe baraka. Tusamehe Bwana mahali ambapo Bwana tumekuwa tukilegea katika mambo ya kujitoa kwako, katika mambo ya kuwa baraka kwa wengine. Labda tumenungunika, labda tumekuwa stingy, labda tumelalamika tukisema hatuna na wewe unatubariki. Bwana, pengine tungekuwa tuko mbali sana, lakini siku ya leo Bwana umetuinua, umetuhimiza mioyo yetu, umetukumbusha ya kwamba tuwe baraka. Maisha haya umetupa ili tuwe baraka kwa wale wengine. Bwana, wewe una makusudi ya kubariki mtu hapa. Una makusudi ya kumbariki mtu hapa siku ya leo. Mungu wetu tusaidie. Tuwezeshe Mungu wetu. Achilia neema yako ya kutuwezesha kutenda mema, kusaidia watu. Hata wakati huu wa COVID, hasa wakati wa COVID, watu wengi wamepitia mambo magumu. Mungu wetu umetuongelesha siku ya leo ya kwamba tunaweza kuwa baraka. Tunaweza kuwa baraka. Tunaweza kuwa baraka. Wewe Mungu hawezi kusahau matendo yote mema. Hawezi kusahau. Tusaidie Bwana kila mmoja wetu ya kwamba siku ya leo Bwana kuendelea hiyo neema tumeipokea. Neema ya kutenda mema. Neema ya kutenda mema kwa sababu inaleta sifa na utukufu kwako. Pokea sifa na heshima. Mungu tusaidie. Tuwezeshe Bwana kuwa baraka. Asante kwa mtumishi wako Bwana, ukambariki, ukamtende mema Bwana. Bwana ukazidi kumtumia kunena neno lako, kwa sababu siku ya leo umemtumia kunenea maisha yetu. Zidi kumfunulia mambo mengi yale yaliyo rohoni Bwana. It shall be well with us. It shall be well with each of us. In the mighty name of Jesus. We give you praise and honor, for it is in Jesus' mighty name we pray and believe.